Alan Okello itakuwa ni chaguo sahihi kwa Young Africans na labda ni moja kati ya usajili mkubwa unavyoona? Yes. Alan Okello si mchezaji wa kuzungumzwa kwenye midomo. Alan Okello mashindano ya AFCON yeye mwenyewe anazungumza. Kwa hiyo unapomleta kwenye klabu, narudia tena, unapomleta kwenye klabu kama Yanga, akikutana na wachezaji wenzake wakubwa, mmoja ataisaidia timu, lakini pia ataboresha viwango vya wachezaji wengine wa Yanga ambao vimedidimia kwa kiasi fulani. Lakini yeye mwenyewe pia jina lake litakuwa, yeye mwenyewe pia mafanikio yake yataongezeka. Kwa hiyo mimi ukiniuliza kati ya Celestine Ekua ama Alan Okello, nani unamwamini? Nani unaondoka naye? Mimi nakwambia namuondoa Ekua, naleta nani? Alan Okello. Kwa sababu nimemshuhudia, nimemuona na ubora wake pia nauona kwenye mashindano ya Afrika. Kwa hiyo kwangu mimi ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye anaweza akatusaidia kwenye mashindano ya CAF. Usajili wa kimataifa wa kitaifa, kwa unavyoona Yanga wanaenda kurekebisha hapo. Usajili wa kimataifa. Yes. Usajili wa kimataifa. Sababu ukimzungumzia Okello unazungumzia daraja kubwa la wachezaji. Ukizungumzia Okello unazungumzia mchezaji ambaye anaweza akacheza timu yote na akafiti bila shaka. Kwa hiyo inawezekana ikawa anatoka East Africa Mashariki na Kati, timu ndogo za Vipers, lakini bado kwa kiwango chake, bado kwa status yake, unaweza usajili wake ukawa ni mchezaji bora kuliko usajili wa mchezaji wote msimu huu ndani ya Yanga. Kwa hiyo mimi ukiniuliza swala hilo nakwambia yes, Alan Okello ni chaguo sahihi ndani ya klabu. Kwa sasa kuna asilimia kubwa sana usajili wake kukamilika inavyozungumzwa kama tetesi. Yes. Unadhani kipi ambacho kimemshawishi zaidi mchezaji huyo? Yes, tunaweza tukasema project ya Yanga, lakini pia tunaweza tukasema mafanikio ya klabu, lakini pia the way klabu inavyocheza, mashabiki wake, namna wanavyoisupport timu. Hizi zinaweza pia ni sababu ambazo zinaweza mfanya mchezaji akavutiwa na klabu. Lakini mimi naamini zaidi project ya Yanga imemvutia zaidi, na ndio maana ameamua kuchagua kuja kucheza Yanga. Hao mengine tu ya ziada, lakini project ndio inomfanya mchezaji kuja kucheza kwenye klabu husika. Young Africans wameannounce, wametuwekea pale kwamba wataanza kutambulisha vyuma muda sio mrefu. Nadhani maeneo gani mengine ya kufanyia kazi zaidi walivyoitazama katika mzunguko wa kwanza kabla ya kwenda kwenye mapumziko ya AFCON? Yes, eneo ambalo lina changamoto kwa upande wa Yanga hususan ni eneo la namba 9. Bado lina changamoto. Of course wanafunga, lakini hawafungi kama vile tunavyotaka. Hawafungi kama vile timu inapohitaji. Kwa hiyo mimi ukiniuliza moja eneo ambalo linahitaji changamoto mpya kwenye uwanja ni eneo la namba 9. Lakini eneo ambalo anacheza Celestine kwa bado pia kwa linahitaji ongezeko jipya la mchezaji ambaye nguvu kazi ambayo itakuja kumsaidia. Lakini bado pia kuna namba 10. Tunamuona mchezaji kama Mohamed Dumbia anacheza vizuri, lakini bado hajafiti kama namba 10 wengine waliofanyaje waliopita. Kwa hiyo tukipata maigizo kama hayo, yes, tunaweza tukasema tumekamilika kwenye kile eneo la ndani ya uwanja. Tetesi za Gelson Dala, unaona ni anahitajika Young Africans kwa vile ambavyo unaona mapungufu? Maana hiki inazungumzwa, tazama michezo ya AFCON inazungumzwa, tunawasikia watangazaji akisema huyu naye anahusishwa Young Africans. Unaona nafasi zao zipo wachezaji kama hao? Wachezaji wengi wanahusishwa kwa sababu tupo kwenye kipindi cha usajili. Sasa tukianza kuwazungumzia kila mchezaji anahusishwa hapa tutomaliza. Ile tunazungumza mchezaji ambaye yupo karibu mno kujiunga na klabu. Huyo ndio ambao tunaweza tukamzungumzia sana, mfano kama kina Alan Okello. Kwa hiyo wengine tuwape muda, watakapokuwa wametambulishwa, watakapokuwa wamesajiliwa, yes, tunaweza tukaje tukawazungumzia kwa kiasi chake. Malizie kwenye nadhani inaweza kapigwa kwa Simba kwa sababu alishahusishwa naye mwanzo. Sasa siamini moja kwa moja kwa sababu Simba ina mipango yake, lakini pia wachezaji wapo wengi, wamemkosa Okello, wanaweza wakafocus kwa mchezaji mwingine, na pia si mara ya kwanza Simba kuhitaji mchezaji kumkosa, lakini bado wakasajili na bado wakafanikiwa. Kwa hiyo swala la Okello alihusiana kabisa kuiharibu Simba, swala la Okello alihusiana kabisa kuivuruga Simba. Mimi naamini swala la usajili ni swala la mbinu, ni swala la kuwaiana. Yanga amewahi, wamemchukua. Yes, maisha ya Simba yataendelea kama kawaida. Sasa Dosa, kwa muktadha huo bado ni kama vile Young Africans wanaendeleza ubabe wa kuwanyang'anya wachezaji ambao Simba wanakuwa wanawahitaji. Yeah, tunaona hilo. Tunalifuatilia hilo kwa kiasi kikubwa sana. Lakini Jonas, ni kawaida sana. Ili ushindane na mtu ni lazima uwe na silaha kama zake. Ili ushindane na mtu ni lazima upate silaha kuliko zake. Kama ukishinda hivyo itabidi ungane naye. Na ndio maana Yanga wanachofanya, kila mchezaji anayehusishwa na Simba na wao wanakwenda kuingilia kati. Tumeona kwa wachezaji wengi sana. Na hii ndio mbinu ya kumdhoofisha mpinzani. Lengo la Yanga si kwa ajili ya kuboresha tu timu yao. Lengo la Yanga bado wanahitaji kuidhoofisha Simba kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kuidhoofisha Simba ni kuidhoofisha ligi. Inawezekana ikawa tunaona kabisa wanaidhoofisha Simba, lakini haiwezi kaa ligi ikasimama kwa timu moja peke yake, mfano wa Yanga.
Kwa hiyo kitendo cha hiki kinachoendelea inawezekana kwa kiasi kikubwa sana kikaidhoofisha Simba, lakini pia kikaidhoofisha ligi kuu ya Tanzania bara. Yes. Kinachoendelea ni kama vile Africans mnafanya makusudi. Mkisikia tu nyinyi hata wao pia wameshatufanyia hivyo. Kumbukumbu zangu, ushahidi upo unaeleza Francis Kahata alihitajika sana na Yanga. Ghali Bwali alihitajika sana na Yanga. Clatous Chota Chama alihitajika sana na Yanga. Jose Mixon alihitajika sana na Yanga. Lakini hawa wote mwisho wa siku walikwenda Simba Sports Club. Inawezekana nyakati zile walikuwa na nguvu ya kiuchumi. Inawezekana nyakati hizi Yanga wana ushawishi mkubwa na ana nguvu ya kiuchumi. Na ndio maana haya mambo yanafanyika. Kwa hiyo sio mambo mageni wala sio mambo mapya. Huu mchezo ni wa zamu kwa zamu. Yanga na wini, next time na Simba atawini. Yes. Mnafanyia makusudi. Sitaki kusema ni makusudi, lakini naamini ni zamu kwa zamu. Sawa. Sasa siku ya leo bwana, kuna fukuto ambalo linaendelea ndani ya klabu ya Africans. Wako watu wengi ambao wanazungumza kile wanazungumza laki kwamba siku ya leo bwana kuna mkutano ambao unaenda kuipasua na kuigaragaza klabu ya Yanga bwana kuhusiana na masuala mazima ya influencer. Watu wamezulumbwa na milioni 20 milioni. Watu wanaenda kutafunana. Sawa. Yes. Yes. Kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza kumbe? Nakwenda kwenye kikao. Huwa ushiriki vikao vya Yanga Afrika. Kwa mara ya kwanza nakwenda kwenye kikao. Tangu mwaka umeanza. Tangu mwaka umeanza. Yes. Nakwenda kwenye kikao. Ila hujawahi kushiriki kikao chochote cha Yanga? Nishashiriki. Sio mara ya kwanza. Kwa mwaka huu mara ya kwanza. Urahisi nini kinaendelea ndani ya klabu ya Yanga Afrika? Sitaki kulizungumza kwa upana mkubwa sana kwa sababu swala hilo liko chini ya viongozi. Niwape muda wanahabari. Nitakwenda kwenye kikao, tutachukua yaliyozungumzwa, baada hapo tutakuja kuyatolea ufafanuzi. Yes. Linalozungumzwa kubwa zaidi ni kudhulumiana bwana, baada ya mechi ya dabi ya mashabiki kuna kiasi cha fedha ambacho wachezaji pamoja na influencer ambao walikuwa wanatambulika watakiwa kulipana, lakini kiasi kilichowekwa pale, majina mengine inasemekana hayapo buru. Na wewe ni miongoni mwa watu ambao inasemekana umelipwa 100,000, jina lako likaandikwa hapo, umekula ni umeshaokota tayari. Kwanza nikiri nimekula 100,000. Nikiri nimepokea 100,000. Kutoka kwa nani? Kutoka kwa mwenye dhamana ya kugawa pesa. Meja au Alikama? Pesa nimepokea kutoka kwa mtu mmoja anaitwa Peter. Yes. Bwana. Kwa 100,000 na nimeshukuru Mwenyezi Mungu. Sababu siku yako imeenda sawa kabisa. Jonas